msingi mkubwa wa kikatiba wa uchaguzi wa nchi yetu ni kuwa na uchaguzi ambao ni huru na wa haki. Na ikasema kama kanuni hizo kama msingi huo unakiukwa, basi uchaguzi huo unakuwa sio huru na wa haki. Ilitoa maagizo hayo, na tulitegemea kwamba tume ya uchaguzi ambayo kwayo inaongozwa na majaji jaji mwenyekiti wake ni jaji wa mahakama ya rufaa Jaji Mwambegele, na vile vile makamu wake ni Jaji Mbaruk ambaye ni jaji mstaafu wa mahakama ya rufaa, na vile vile kuna Jaji Asina ambaye ni jaji wa mahakama kuu, kwamba itakuwa ni tume ambayo inazingatia katiba ya nchi, inazingatia maamuzi ya mahakama ya rufaa na mahakama kuu juu ya kuipatia nchi uchaguzi huru na wa haki. Sasa hiyo kesi ilisema vile vile kitu pekee ambacho tume haiwezi kaojiwa ni pale inapokuwa imetenda kazi zake au imetimiza wajibu wake kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na sheria zilizowekwa. Lakini kama pale inapokuwa imekiuka kile ambacho katiba inasema na kile ambacho sheria za nchi zinasema, basi matendo hayo yanapingika na yanaojika. Sasa kama mtu anaelewa kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kinaipa tume haki ya kuchapisha kanuni za uchaguzi, lakini haitoi haki ya tume kuzuia mtu yeyote yule au chama chote kile kushiriki katika siasa au katika uchaguzi. Kanuni zinadai kwamba sheria inadai kwamba kila chama kisaini zile kanuni za maadili. Lakini kanuni ambazo tumeletewa na ambazo zinatakiwa zimesainiwa siku ya Jumamosi, zenyewe kwanza zinasema, na nitaomba niwasomee ili Watanzania wote wajue na waanze kujiuliza, je, haya ambayo tume imesema, ambayo mkurugenzi Kailima ameyasema, je, yanaashiria kitu gani? Kanuni ya 1.3 inasema muda wa kutumika kwa kanuni za maadili. Inasema hivi, naomba niwasomee Watanzania wenzangu. Kanuni hizi za maadili zitatumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuanzia siku moja baada ya tarehe ya uteuzi wa wagombea wa uchaguzi mkuu hadi baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi huo. Vile vile kanuni hizi zitatumika katika chaguzi ndogo ndogo. Kanuni hizi zinaanza kutumika siku moja baada ya nini? Ya uteuzi wa wagombea. Niambieni hivi leo, nani kateuliwa kuwa mgombea kwa mujibu wa sheria? Awe rais, makamu wa rais, hata CCM jinsi ya mambo zile sarakasi walizofanya kule Dodoma ambazo zinakiuka katiba yao, hakuna uteuzi umeshafanyika kwa mujibu wa sheria. Hakuna fomu yoyote ya uteuzi wa wagombea ambayo imeshapelekwa kwenye tume ya uchaguzi. Kanuni hizi zinaanzaje kutumika? Wabunge, je, bunge limeshavunjwa? Kwa sababu inabidi uangalie ibara ya 38, 39 ya katiba, namna mchakato mzima kwamba nafasi ya kiti cha ubunge inakuaje na ibara ya 40 ya katiba. Bunge bado liko kazini. Bunge halijavunjwa. Kwa hiyo hata uteuzi wa wagombea wa nini? Wa ubunge haujafanyika. Lakini Kailima na wakuu wake wanasema nini? Hizi kanuni zinaobana chama. Sasa kanuni zenyewe zinasemaje? Tuende kwenye 1.5. Wajibu wa kusaini na kuthibitisha kuheshimu kanuni za maadili. Kila chama cha siasa na serikali na tume ya uhuru ya taifa ya uchaguzi watawajibika kusaini kanuni hizi za maadili. Chama cha siasa ambacho hakitasaini kanuni za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Sasa unajiuliza, kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani
akitoa adhabu yoyote kwa kutokusaini, kinasema kutakuwa na penalty. Penalty haiwezi kuwa ni adhabu ya kufanya nini, mtu kufungiwa. Na kingine, ndugu zangu, nipende kuambia, haki ya kuchaguliwa kuwa mgombea inatolewa na katiba, na muongozo wa sheria wa kitu gani kinamnyima mtu kuwa mgombea kimetajwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Nitapenda niwapitishe katika vifungu mbalimbali vya katiba ambavyo vinazungumzia sifa hizo. Tukienda ibara ya 39 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inasema mtu hata stahili kuchaguliwa kushika kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania isipokuwa tu kama ni raia wa kuzaliwa Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia, ametimiza umri wa miaka 40, ni mwanachama na mgombea alipendekezwa na chama cha siasa, anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa Baraza la Wawakilishi, na katika kipindi cha miaka 5 kabla ya uchaguzi mkuu hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. Je, kuna sharti za kusema saini maadili hapa? Alipo. Vivyo hivyo tuende kwa wabunge. Wabunge tunapata sifa zao za ugombea ubunge. Kwanza makamu wa rais. Tuanze ibara 47 ambayo inasema kutakuwa na makamu wa rais ambaye atakuwa ndiye msaidizi mkuu wa rais kuhusu mambo yote ya Jamhuri ya Muungano kwa jumla na hususan atamsaidia rais kufuatilia utekelezaji wa siku wa mambo ya muungano. Atafanya kazi zote atakazoagizwa na rais. Atafanya kazi zote za rais kama rais hayuko katika kazini au yuko nje ya nchi. Sasa bila kuathiri, mtu atateuliwa 4 ibara ya 40 na 7 kifungu ibara ndogo ya 4 inasema hivi: mtu atateuliwa kugombea au kushika kiti cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano isipokuwa tu kama ni raia wa kuzaliwa wa Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia, ametimiza umri wa miaka 40, ni mwanachama na mgombea alipendekezwa na chama cha siasa, anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa Baraza la Wawakilishi, katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. Chama akitazuiwa kumpendekeza mtu yeyote kuwa mgombea kiti cha makamu wa rais kwa sababu tu kwamba mtu huyo kwa wakati huo ameshika kiti cha rais wa Zanzibar au kingineo. Sasa ambacho hoja ambayo naizungumzia hapa ni sharti gani hapa ambalo linasema usiposaini kanuni za maadili kutoka kwenye katiba ambalo linasema kwamba wewe uweze kufanya nini, uwezi kuwa mgombea. Tunakwenda katika ibara ya 67. Ibara ya 67 ni ya msingi sana na naomba niweze kuinukuu kwa upande wake. Ibara ya 67 tunakwenda katika ambayo inazungumzia kwa upana wake sifa za mgombea wa kiti cha kuwa mbunge na masharti na vitu ambavyo vinamnyima haki mtu kuwa mbunge. Ibara 67 moja inasema hivi: bila kuathiri masharti yaliyomo katika ibara hii, mtu yeyote atakuwa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge endapo ni raia wa Jamhuri ya Muungano aliyetimiza umri wa miaka 21 na ambaye anajua kusoma na kuandika katika Kiswahili au Kiingereza. B, ni mwanachama na ni mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. C, katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi hakuwahi kutiwa hatiani katika mahakama yote kwa kosa lolote lile la kukwepa kulipa kodi yote ya serikali. Ibara 67(2), mtu hata kuwa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge ikiwa mtu huyo anao au kwa hiari yake amejipatia uraia wa nchi nyingine yote, au ikiwa kwa mujibu wa sheria inayotumika katika Jamhuri ya Muungano imethibitishwa na rasmi kwamba mtu huyo ana ugonjwa wa akili, au ikiwa mtu huyo amehukumiwa na mahakama yote katika kipindi cha Jamhuri ya Muungano na kupewa adhabu ya kifo au ya kufungwa gerezani kwa muda usiozidi miezi 6 kwa muda unaozidi miezi 6 kwa kukutwa na hatia ya kosa lolote vyovyote linavyoitwa linaloambatana na utovu wa uaminifu
au ikiwa katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi mkuu amepata kuhukumiwa na kupewa adhabu ya kifungo kwa kosa linaloambatana na utovu na uaminifu au kuvunja sheria ya maadili ya uongozi wa umma. Sheria ya maadili ya uongozi wa umma. Bila kuingilia haki na uhuru wa mtu wa kuwa na maoni yake, kuamini dini atakayo, kushirikiana na wengine na kushiriki shughuli za umma kwa mujibu wa sheria za nchi, ikiwa mtu huyo si mwanachama na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. Ikiwa mtu huyo ana maslahi yote katika mkataba wa serikali au aina yote aliyowekewa miko maalum kwa mujibu wa sheria tungwa na bunge na iwapo amekiuka miko hiyo. Ikiwa mtu huyo ameshika madaraka ya afisa mwandamizi katika utumishi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikiwa kwa mujibu wa sheria tungwa na bunge inashughulikia makosa yanayohusiana na uchaguzi wa aina yote, mtu huyo amezuiliwa kujiandikisha kama mpiga kura au kupiga kura katika uchaguzi wa wabunge. Alafu uchaguzi wa wabunge. Ibara ya 40 na ibara 67 ibara ndogo ya pili, mtu hataweza kugombea kuwa mbunge kuhakikisha jimbo la uchaguzi katika uchaguzi mkuu wote ikiwa wakati huo yeye amesimama katika uchaguzi kugombea kiti cha rais, wala hataweza kugombea uchaguzi kuwa mbunge katika uchaguzi mdogo wote ikiwa yeye ni rais. Na bunge limepewa madaraka ya kutunga sheria za kuongoza nini? Kuongoza uchaguzi. Sasa ibara ya 67 ibara ndogo ya 4 inasema hivi: bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka masharti yatakayomzuia mtu asichaguliwe kuwa mbunge na kuhakikisha jimbo la uchaguzi ikiwa mtu huyo ni mwenye madaraka yanayohusiana na shughuli za kuongoza na kusimamia uchaguzi wa wabunge. Maana kama mtu alichaguliwa kwa nani? Kwa kiongozi wa tume ya uchaguzi. Ya 5, bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka masharti yatakayomzuia mtu asichaguliwe kuwa mbunge wa kuwakilisha jimbo la uchaguzi kwa muda wote utakaotajwa na bunge, ili mradi muda huo usizidi miaka 5, ikiwa mtu huyo atapatikana na hatia mbele ya mahakama kwa ajili ya aina yoyote ya makosa yatakayotajwa katika sheria hiyo inahusiana na uchaguzi wa wabunge. Makosa ambayo imetajwa na nini? Na sheria hiyo. Kwa madhumuni ya kutoa fursa ya kukata rufaa kwa mujibu wa sheria kwa mtu yeyote alithibitisha rasmi kisheria kuwa na ugonjwa wa akili. Kama mtu ana ugonjwa nini? Wa akili. Na kutakuwa na kanuni zinazohusiana na adhabu za watu kupewa. Ni hoja yetu kwamba kile ambacho kimefanywa kinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haki ya kikatiba haiwezi kupokwa kwa nini? Kwa kanuni zilizotungwa na nini? Na tume ya nini? Ya uchaguzi. Kwa hiyo tunasema tume imejielekeza vibaya, imefanya hivyo kwa nia ambayo sio sahihi, na imekiuka maagizo ya mahakama ya rufaa katika kesi ya mwanasheria mkuu na wenzake wawili dhidi ya Dr. Amani Waridi Kaburu. Kwa wale vijana wasiofahamu, Dr. Amani Waridi Kaburu ndio mbunge wa kwanza wa upinzani kuchaguliwa kuingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na alichaguliwa mjini Kigoma mwaka 1994. Na alikuwa ni mwanachama wa Chadema. Alifanywa kila aina ya mizengwe na alifanywa kampeni ya ajabu, ikiwa pamoja na rais aliyekuwepo wakati huo, Rais Ali Hassan Mwinyi, naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani wakati huo Agustino Lyatonga Mrema na wengineo wengi, pamoja na RTD na vyombo vya serikali kutumika na rasilimali za serikali kutumika kufanya nini? Kuendesha kampeni chafu dhidi ya Dr. Amani Waridi Kaburu ambaye alikuwa amekuja kufanya nini? Kugombea. Mahakama ya rufaa ilitoa mwongozo kwamba msingi mkubwa wa uchaguzi wa nchi yetu ni uchaguzi huru na wa haki. Kama msingi huo unakiukwa, mahakama ilisema hilo tu linatosha kufutilia mbali huo uchaguzi. Ni hoja ya Chadema kwamba yale yalitokea mwaka 94 kumekuwa na ajenda ya siri ya serikali ya CCM na tume ya uchaguzi kufanya nini? Kumomonyoa msingi wa uchaguzi wa huru na wa haki, na mwisho wa siku tuna kasha la mfumo ambalo limetengenezwa kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinabakia madarakani kama alivyosema Steven Wasira mpaka Yesu atakaporudi. Hujasikia mwenyekiti wa CCM akikana au akikanusha kauli hiyo. Hujasikia tume ya uchaguzi ikimuonya Steven Wasira. Hujasikia msajili wa vyama vya siasa akimuonya Steven Wasira na CCM au kuwataka wajieleze wanasemaji wao katika mfumo wa vyama vingi, wao watatawala milele. Sio kauli za kisiasa,
ilikuwa ni kauli zenye lengo la kuhakikisha kwamba wanajua mfumo huu umeshawahakikishia ushindi. Sasa tunasema sisi kwamba tume kwanza, kanuni zilizotungwa hazijaanza kufanya kazi. Kanuni hizo vile vile hata kwa zenyewe, yani kanuni zenyewe zinasema zitaanza kutumika siku moja kabla ya nini? Kabla ya siku ya nini? Ya uteuzi wa wagombea. Na nimeweza kwamba hicho kitu hakijafanyika, na kitafanyika tu pale bunge litakapokuwa lifanya nini? Limevunjwa. Wagombea wamekwenda tume ya uchaguzi kufanya nini? Kuchukua zile fomu za nini za kugombea na kuteuliwa rasmi kuwa wagombea. Na ndio hapo mambo sasa mtu Kailima anasimama na akiwa chini ya majaji, mwenyekiti wake ambaye ni jaji wa mahakama ya rufaa. Nazungumza haya na mimi nikiwa ni wakili, inanisikitisha sana kwamba usingetegemea makosa kama haya kufanyika. Ni mwisho wa siku ni kwamba wapinzani wanakosea, CCM katu kamwe haikosei mbele ya tume na mbele ya msajili wa vyama vya nini? Vya siasa. Sasa hii si sawa. Msingi mkubwa wa demokrasia katika nchi yetu ni kuwa na haki ya wananchi kuchagua viongozi wao, na wananchi waamue katika kura kwamba fulani na fulani, mgombea fulani ndio awe kiongozi wetu. Kila kura inayopigwa ihesabike, wagombea wote wawe katika uwanja ambao unafanya nini? Umelingana. Hiyo ndio imekuwa ni campaign ya Chadema ya no reforms no election, kwa sababu ya mparaganyiko mkubwa wa mfumo wa nini? Wa uchaguzi ambao tumeushuhudia tokea ule mwaka wa 94 ambao Jaji Nyalali na wenzake, Jaji Mkuu Nyalali na wenzake walitamka, tukategemea kwamba wenye masikio watasikia, hawajasikia. Na mnafahamu kuna kesi nyingine. Hawa wenzetu wa CCM katika kesi ya ambayo inahusiana na masuala ya takrima, wa taasisi tatu zilikwenda mahakamani. Taasisi tatu zilikwenda mahakamani na kupinga kifungu ambacho kinaruhusu masuala ya takrima. Mahakama Kuu ikatamka kwamba kutoa zawadi, iwe t-shirt, iwe kuwapa watu chakula, siku hizo kuna kufutarisha, kuna nini, yote ni nini? Ni matendo ya nini? Ya rushwa. Mmeona mambo yanaendelea hivi sasa. Mwezi uliopita wale ambao ni wabunge na wengine nani wanasema nini? Wanafutarisha kila nini? Kila maeneo. Eti matendo ya ukarimu. Miaka yote walikuwa wapi? Lakini mahakama ya rufaa ilitamka kwamba swala yote ambayo yanahusiana nini? Na takrima ni nini? Ni kinyume cha katiba na inakiuka msingi mkubwa. Na mahakama ya rufaa, mahakama kuu ilivyotamka hivyo, nitaomba nisome kwa Kiingereza kwanza. Hii ni kesi ya mahakama kuu, lakini serikali ilisema kwamba haitaikatia rufaa, maana yake ilikubaliana uamuzi wa mahakama kuu. Kwa maana huu uamuzi ndio uamuzi wa mwisho kuhusiana na masuala nini? Ya kutoa zawadi, kufanya matendo ambayo nini? Ya kuwapatia watu t-shirt na kila kitu. Mahakama Kuu ilisema hivi: as correctly submitted by the advocates for the petitioners, the enactment of the takrima provisions is a very dangerous approach in the whole process of conducting elections. It amounts to building a culture which, if sustained, will lead this nation to a bad destination. People should get the opportunity to think freely and decide freely, and should not be subjected to influences of takrima. They should also be left to learn that it is their responsibility or duty to elect competent candidates and not those who are able to influence voting by offering takrima. Naomba tafsiri. Mahakama Kuu ilitamka ifuatavyo. Kama ilivyosemwa na wakili waleta maombi, kuingizwa kifungu cha takrima ni hatua ya hatari sana katika mchakato mzima wa uchaguzi. Ni sawa na kujenga utamaduni ambao kama ukiachwa utasababisha taifa hili kufika katika hatima mbaya. Watu lazima waachwe kuweza kufikiria kwa uhuru na kudecide na kuamua kwa uhuru
na wasiwe wasisababishwe kufikiria kutokana nini kwa njia za wasishawishiwe na masuala ya takrima. Lazima waachwe kujifunza utamaduni huo, unaoelewa kwamba ni jukumu lao kuchagua viongozi wanaostahili na wenye uwezo kwa maana kwamba nini, wanaostahili kushika nini hizo nafasi, na sio wale ambao wanaweza kuwashawishi kwa vishawishi vya nini, vya takrima, zawadi na kila vitu vya namna hiyo. Hapo ndipo tulipo. Mmeona takrima zinaendelea. Hujawahi kusikia tume ya uchaguzi inasema takrima ni haramu. Mfumo mzima saizi mwenye pesa ana uhakika wa kufanya nini, kuchaguliwa kuwa nani, kuwa kiongozi wa nchi yetu, kuwa kiongozi, kuwa mbunge wetu. Yote haya ndio ambayo Chadema inasema hatuwezi kuwa na mfumo ambao umeshavurugwa namna hii. Mnaona katika kesi hii ya Dr. Amani Wadi Kaburu, mahakama ya rufaa ilikemea tabia ya kutumia rasilimali za umma kumnufaisha mgombea wa chama kimoja. Tuangalie rasilimali za serikali saa hizi, mifuko mbalimbali ya serikali inaitwa Samia. Kwa maana gani? Maana yake ni kumfanyia kampeni haramu. Ni kampeni haramu, na narudia, ni kampeni haramu. Na usingetegemea kwamba unaweza kuwa na rais anaweza kubali kufanya nini, kukiuka hicho kitu. Vile vile kuna mambo mbalimbali, si Samia Bond, goli la mama. Bunge lilipitisha wapi goli la mama? Ni kampeni haramu. Umeona magari na kila kitu, vitu mbalimbali vile vyote watu wanapewa, kila kitu ni Samia Samia Samia. Uwanja wa uchaguzi hauko sawa. Mfumo wa uchaguzi mzima umeharibika. Unahitaji mabadiliko, unahitaji kuundwa, kusukwa upya. Ndio maana Chadema anasema no reforms, no elections. Chadema katu kamwe haitaomba huruma, isani au fadhila kutoka kwa wananchi au kwa serikali. Chadema inapigania haki yake ya kushiriki katika mfumo huru na wa haki wa uchaguzi. Chama hiki hakihitaji fadhila. Chama hiki kinajengwa na hoja. Hoja zake ni kuwashawishi wa Tanzania waone kwamba kina viongozi ambao wanaweza kufanya nini, kuiongoza nchi hii. Watawafanya waweze kubadilisha maisha yao, waache kuwa wataalamu, kuwa waombaomba wakubwa. Nchi imetoka katika hali ya msingi ya kujitegemea na kuwa nchi huru, sasa hizi imekuwa nchi ombaomba na kugawa, ambayo inagawa rasilimali zake. Hiyo ndio Chadema inasema kwamba kwa kuweka mfumo mzuri wa uchaguzi, wa Tanzania watakuwa na nini, watakuwa na wamepata fursa ya kuchagua viongozi wao. Ibara ya 8 ya katiba hii inasema serikali itatokana nini, itajipatia mamlaka yake kutoka kwa wananchi. Mfumo uliopo ni kwamba hapa Nape alisema haijalishi kama umeshinda. Ndio madhari inategemea nini, nani ameamua kama utangazo kama nani kashinda. Ndivyo ilivyo. Huo ndio kweli wenyewe. Saizi ni kwamba haijalishi wewe umeshinda, kura zako utapigiwa, kama utapata bahati ya kuhesabiwa bado zitageuzwa. Ni sehemu chache ambazo wapinzani walifanikiwa kuzuia ile miaka ya nyuma, wakatangazwa kwa mbinde. Wasisehemu dakika hiyo. Kuna sehemu nyingine wametangaziwa hapo kama mpinzani kashinda, baadaye inageuzwa kwa kwingine. Juzi mwenyekiti wetu alipokuwa Nkasi, kuna mwenyekiti wa serikali ya kijiji kashinda, mpaka leo hajatangazwa. Na hilo wala aliwaibishi CCM na Waziri Mchengerwa. Aliwatii simanzi, aliwafanye kwamba waone haya na soni. Maana yake huenda kiwango cha haya na soni kimekwisha nchi hii. Tunafanya lolote lile. Ni kama tunapomsema kabila moja anaposema yale mambo ambayo mchawi uyatenda kwenye makaburi. Ni mambo ambayo kwa kweli hatuwezi kuyakubali. Tunataka mfumo huru na wa haki wa uchaguzi, na mfumo huu unapatikana kwa mabadiliko makubwa. Mfumo uliopo huu umeonekana kwamba unakipendelea Chama cha Mapinduzi
na si wa haki. Haiwezekani, kwa mfano wale wacheza karata kama mnafahamu, mtu anasema kwamba hivi tutachanga karata, lakini dume, jike, mizungu yote, ng'anda 6 zote za nini? Ni za kwangu. Hizo tuchangi, tutachanga zile nyingine zifanye nini? Zilizobaki. Yeye amechukua madume, amechukua madume, amechukua jike, amechukua mzungu wa 4, wa 3, wa pili, si ndio? Yote ameweka, na ng'anda 6 fanya nini? Amechukua. Alafu anasema tuanze fanya nini? Kushindana. Au kama mfano wao ueleweki, mtu anasema tutacheza mpira pamoja, lakini wewe natakiwa nikufunge miguu, sawa sawa, utembee miguu yako imefungwa na mikono, sawa sawa, ndio tucheze mpira. Alafu akifunga anashangilia kama zuzu kwamba amefanya nini? Kakushinda. Manake anapima uwezo wako wa akili, kujua kwamba upumbavu wako ni kiasi gani. Maana sio ujinga, kila mtu ni mjinga, wakitu asiokifahamu ni mjinga, lakini anapima kama wewe ni mpumbavu. Chadema imekataa kuitwa wapumbavu. Mfumo huo uchaguzi kwa kushiriki jinsi ulivyo ni kukubali kwamba uendelee kuonewa. Mwaka 67 wakati huo serikali ya 5 Azimio la Arusha sema tumeonewa kiasi cha kutosha, tumepuuzwa kiasi cha kutosha, tumenyanyaswa kiasi cha kutosha. Unyonge wetu uliofanya tuonewe, tupuuzwe na tunyanyaswe, si ndio? Sasa tunataka mapinduzi ili tusionewe tena, tusinyanyaswe tena na tusipuuzwe tena. Hizi kauli sio mpya katika nchi hii. Aliyasema haya Mwalimu Nyerere, watu wakaandamana. Chadema inasema hivi, mfumo huu wa uchaguzi unasababisha uchaguzi uporwe, uchaguzi uharibiwe, rasilimali za nchi zinazotumika kuongoza uchaguzi zitapanywe. Na kama mnavyofahamu ndugu zangu, kama uchaguzi unatumia fedha nyingi sana za Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, bunge linatoa hizo fedha, zao lake ni nini? Natakiwa upate viongozi ambao ni wamechaguliwa na wananchi. Lakini unapokuwa na mfumo ambao viongozi wachaguliwa na wananchi kwa ujanja fulani, kwa kuweka watu wao ambao wanafanya wanawafahamu, unatuma ya uchaguzi. Kwa mfano wajumbe, ile mzee Mapuli alikuwa katibu mwenezi wa CCM. Hiyo ndio tume yako ya uchaguzi. Sitaki wazungumzia hao wengine, nendeni mkaangalie wasifa wao. Wengine walikuwa Ikulu, sasa hizi ndo viongozi wa tume. Uhusiano wao ukoje na Chama cha Mapinduzi? Jitihada za kurekebisha mfumo huu zimeshindikana. Watu walikwenda mwaka 2015 na kusema twende wapi? Wananchi waruhusiwa kulinda kura zao. Ile kesi ya mita 200 kama mnaikumbuka. Bahati mbaya waamuzi wa upande wetu wakasema wewe ukishapiga kura nenda kalale nyumbani, ili wakuibia vizuri. Sawa sawa. Tukaenda mahakamani, kesi dhidi ya wakurugenzi. Baadaye wanini wanasema wanaweza wakalinda. Wao wanasemaje kwamba wakurugenzi waendelee kusimamia uchaguzi? Mahakama ya Rufaa ilisema hivyo. Ni uamuzi ambao unafikirisha sana. Au endani na kesi yake ya kwanza ya mwaka 94. Tukauacha hivyo ulivyo. Kutokana na kwamba jitihada za kwenda mahakamani na kurekebisha haya yote zimeshindikana. Ndio maana kama ambavyo mahakama ya Rufaa vile vile ilisema katika kesi ya Mtikira ile ya pili kwamba swala la mgombea binafsi ni swala la nini? La kisiasa. Ndiyo maana kurekebisha mfumo wa uchaguzi ni swala la nini? La kisiasa. Tunataka hilo lieleweke kwamba wanasiasa wakutane katika umoja wao, waweze kuja na mapendekezo ya sheria za uchaguzi. Katiba lazima ibadilishwe ili kuweka msingi imara wa kuendesha uchaguzi huru na wa haki. Nilikuwa nawasomea hivi ibara ile ya 27. Ibara ya 27, ibara ndogo ya pili, nasema hivi: kila mtu atatakiwa na sheria. Watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi na ya pamoja, kupiga vita aina zote za uharibifu na ubadhirifu. Aina zote za nini? Za uharibifu na ubadhirifu, na kuendesha uchumi wa taifa kwa makini kama watu ambao ndio waamuzi wa hali ya baadaye ya taifa lao. Kufanya uchaguzi wakati mfumo wake wa uchaguzi ni wa hovyo, ni unasababisha kwamba chama kimoja ndicho tu ambacho kishinde, sio kwamba kinapendwa na wananchi,
bali kimefanya nini? Kimetengenezea namna ya kuweza kushinda na kubakia madarakani. Na mkumbuke vile vile kama alivyosema alikuwa katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali kwamba tutatumia dola kubaki na dola, na kauli haijawahi kufutwa mpaka leo. Tunasema kama Chadema kwamba huu ni ubadhirifu wa mali za umma. Uchaguzi ambao unaendeshwa na unalenga kutumia rasilimali za nchi na kuyasigina mapenzi ya wananchi, matakwa ya wananchi au maamuzi ya wananchi, huo ni ubadhirifu mkubwa wa rasilimali za nchi. Na kikubwa zaidi, kuna kesi za uhaini zinatajwa. Mwenyekiti wetu amefunguliwa kesi ya uhaini. Hiyo iko mahakamani, tutapambana nayo kwa wakati wake. Tunasema hivi, yeyote yule ambaye anapoka, anasigina au anachezea haki ya mwananchi kuchagua kiongozi wake, na ambaye anaiba, anasababisha kuibiwa kwa kura, anatenda uhaini dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na adhabu yake yeye ndiye anayestahili kunyongwa. Kusigina na kupoka madaraka ya wananchi ni uhaini. Mfumo tulionao kwa kweli kwa hivi sasa tunaweza kusema kwamba unafikia huko. Sasa kwa sababu ni swala la kisiasa, ndio maana Chadema imekuja na no reforms, no elections. So ili kwamba tuweze kuweka mfumo mzuri, wananchi wachague viongozi wao wanaowataka, na baada ya hapo waweze kufanya nini? Kujiongoza. Kama watakaochaguliwa, kwa mfano Chadema imechaguliwa na ikashindwa kuongoza nchi hii, Watanzania watakuwa na haki ya kuifukuza kutoka madarakani na wakaweka wengine ambao wataona wanafaa. Lakini huo msingi lazima uheshimiwe. CCM wenzetu hawaamini katika hilo. Wao wanaamini mpaka Yesu atakaporudi. Sasa hapo unashindana na mtu gani? Hata unazungumza na mtu wa aina gani mwenye mtazamo huo? Je, mtu anania njema na nchi hii? Ndio maana tukaja kwa Tanzania kwamba njia pekee ni kuwafuata Tanzania, kwa sababu nchi hii ni ya kwao. Waweze kufanya maamuzi magumu na sahihi ya kulazimisha kuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi ili tupate sheria nzuri. Kama CCM wakishinda katika mfumo huo, Chadema itakuwa ya kwanza kuwapa mkono na kuambia hongera, ilikuwa mpambano mzuri, mmeshinda, endeleeni kutuongoza. Lakini nao tunawataka watuambie kama wanaamini katika hilo kwa moyo wa dhati, kwamba wanaamini katika mfumo huo kwamba anayeshinda ndiye atakayetangazwa, ambaye anatakiwa atangazwe, na kwamba kura ya mtu isiibiwe. Mfumo mzima, na sasa unafahamu kuna namna hata ya kuhesabu kura. Mfumo mzima wa kuhesabu kura kwa njia za nini? Za kompyuta. Je, ule mfumo unaaminika? Je, nikibonyeza moja inasomeka moja kura, au kumbe unaweza kuwa inasomeka 10 au kura zinabadilishwa? Lazima vyama viwe na uwezo wa kuangalia mfumo mzima wa upigaji wa kura. Sio maigizo tu hapa mbele. Mambo yanayofanyika kule jikoni ni yapi? Chakula gani kinapikwa? Viungo gani vinawekwa? Sio kuja kutudanganya hapa mbele wakati mambo mengine afu anasema mabwege mtozeni tumeyaingiza chaka. Hatuwezi kuendelea kuitwa mabwege mtozeni. Ndio maana tunasema kwamba lazima mfumo huu ubadilishwe. Kwa hiyo mwisho wa siku nasema kwamba alichokisema mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni makosa makubwa, yamekiuka sheria ya nchi, yamekiuka katiba ya nchi, na yamekiuka hata kanuni za zenyewe hizo ambazo hazijaanza kufanya kazi mpaka hivi leo. Mtu anabanajwe na kanuni ambazo hazijaanza kufanya kazi. Ndugu Kairima, tafadhali naomba ujitazame mara mbili. Kasome kifungu cha 1.5 cha hizo kanuni, na kasome kifungu cha 1.3 za hizo kanuni, uone usahihi wa maneno yako. Na muulize Jaji Mwambegere na Jaji Mbaruku na Jaji Asina kama hayo unayosema ni sahihi, kama kweli tamla zao za sheria wanaziheshimu. Asanteni sana ndugu. Ndugu waandishi wa habari, nakushukuru Dr. Nshara kwa maelezo yako. Tunakwenda raundi ya pili ambacho ni kipengele cha maswali kwa waandishi wa habari ambao mtakuwa nao. Na kwa hatua ya sasa utachukua maswali 5. Daktari Nazana atakuwa na take note, halafu baadaye atakuja kujibu maswali yenu.
Waandishi watano na maswali matano. Tutaomba yawe mafupi ili yaweze kujibika ili ujumbe wetu uweze kufika kwa Watanzania. Kwa wale ambao mko tayari, tafadhali niombe mikono yenu. Tutaanza na John. Utataja jina lako pamoja na chombo cha habari unachotoka ili wakati daktari anaandaa majibu yako waweze kukujibu sawa sawa. Karibu. Asante. Mimi naitwa John, natoka Jambo Television. Dr. Nshala, swali langu mimi na maswali mawili. Swali la kwanza, Chadema mpaka sasa msimamo wenu ni kwamba uchaguzi hakutakuwa na uchaguzi kwa sababu reformu hazijafanyika. Sasa leo tunaona mnalalamikia kwamba tume inawazuia au tume imesema kwamba kama hamkusaini kanuni za uchaguzi tarehe 12 imewatoa kwenye mchezo. Kwa nini leo mnazungumza habari za kusaini au kutokusaini kanuni wakati msimamo wa chama mpaka sasa ni kwamba uchaguzi huu hautakuwepo kwa sababu reformu hazijafanyika? Wananchi na sisi waandishi wa habari tunakujua mmebadilisha msimamo kwamba mnahitaji kusaini kwa sababu issue hapa Chadema inazungumzia total reform. Sasa hapa leo mnazungumza kwamba Kailima amewatoa kwenye mchezo kwa sababu tu hamjasaini kanuni ambao tunaweza kusema ni party tu ya malalamiko ambayo mnayo. Sasa kujua sasa mmebadilisha msimamo au kwa nini leo mje kulalamikia kanuni ambazo ninyi mnataka total reform, overall reform ya mfumo wa election. Swali la pili, baada ya haya kutokea sasa unasema Kailima na tume imevunja katiba na sheria. Hapo unazungumzia ukuu wa katiba. Chadema baada ya kuwa hiki mnachokisema kwamba tume imekiuka katiba na sheria, mnakwenda mahakamani kuchallenge haya maamuzi ya mkurugenzi wa uchaguzi kwamba kisheria na kikatiba hapaswi kuzuia chama kushiriki kwenye uchaguzi kwa sababu tu hakijasaini kanuni kwa wakati ule ambao tume imetaka. Asante. Shukrani. Yoni. Naitwa Francis natokea asasi zinazotetea haki za kiraia. Nina maswali mawili. Swali la kwanza ni kuhusiana na naitwa Francis natokea Francis Boniface, mwakilishi wa asasi za kiraia zinazotetea haki za kiraia. Habari za wakurugenzi. Mheshimiwa mwanasheria, umezungumzia kuhusiana na habari ya wakurugenzi wa halmashauri kutoshiriki kwenye chaguzi. Tumeona sheria ambazo zimetangazwa hivi majuzi, ukianzia kwenye mapendekezo yaliyokuwa yanatengenezwa, lakini mpaka na sheria zilizopitishwa pamoja na kanuni, tumeona wakitueleza habari za watu wanaoitwa watumishi waandamizi wa serikali ndio watakaohusika. Sasa tungetamani kusikia tafsiri hasa ambayo inaweza ikawafikia wananchi wa kawaida kujua hao watumishi waandamizi wa serikali ambao wanatakiwa kusimamia huu uchaguzi ni akina nani? Ndio hawa wakurugenzi au waandamizi hawa ni watu wengine wameletwa tofauti na hawa wakurugenzi waliokataliwa kwa mujibu wa kesi uliyoitaja ambayo ilitolewa na Mahakama Kuu? Hilo ni jambo la kwanza ambalo tungetamani pia kupata ufafanuzi wake ili pia liwafikie wananchi wa kawaida waweze kujua. Jambo la pili ambalo pia limeleta mkanganyiko ni kuhusiana na habari ya Chadema itakufa isiposhiriki uchaguzi. Sisi asasi za kiraia pamoja na wananchi walioko huko nyuma yetu tunaowakilisha tumeiona Chadema ikishiriki katika mazingira magumu sana kwenye uchaguzi wa mwaka 2019 wa serikali za mitaa ambao kimsingi Chadema haikuweza kuamulia chochote baada ya wagombea wake wote kuinguliwa nchi nzima, lakini baadaye zilipofika kampeni za mwaka 2020 tuliiona tena Chadema ikiwa na nguvu kubwa zaidi. Pamoja na kwamba uchaguzi ule pia wa 2020 wagombea wote walienguliwa, mwanasheria wa chama, lakini bado ikafika mwaka
2024. Tena tumeiona Chadema ikiwa na nguvu kutaka kushiriki kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Tena wagombea wote tena wameinguliwa katika mazingira yale yale 2019 na yale 2020. Sasa leo 2025, mwaka mmoja baadaye tangu 2024, ambapo Chadema imepita katika kipindi cha almost miaka 4 ikiwa haina viongozi asilimia karibia zote nchi nzima. Swali ni nini sasa? Inaingia kwenye uchaguzi wa 2025, tunaambiwa sasa isiposhiriki kwenye uchaguzi itakufa. Tunaomba ufafanuzi wa kisheria kutokana na hizi kanuni. Je, ni kweli kupitia hizi kanuni na sheria zilizopo Chadema isiposhiriki uchaguzi ni kweli itakufa? Asante. Tumepata maswali mawili. Jamani, yameisha? Swali yameisha, sio? Kama maswali yameisha, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa chama, kuna maswali mawili yanahitaji response. Kama uko tayari sasa, niukaribishe kwa ajili ya ufafanuzi wa maswali ya waandishi wa habari. Nashukuru sana kwamba ndugu John amesema kabisa kwamba bwana, kwa nini mnalalamikia mambo haya wakati nyewe msimamo wenu ni mabadiliko kamili au kamilifu, kwamba mfumo mzima umeparaganyika, undeni unatakiwa undwe mpya. Huo ndio msimamo wa Chadema. Tumelazimika kuzungumza hapa kwa sababu gani? Alichokifanya Kairima kwa niaba ya ile inaitwa kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilikuwa ni upotoshaji wa hali ya juu wa sheria na kanuni zenyewe ambazo wanasema wamesaini, na kikubwa zaidi katiba ya sasa ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sifa za chama za kugombea kushiriki zimeainishwa na katiba. Sifa ya wagombea kugombea zimeainishwa na katiba, na masharti ya maadili si miongoni mwa masharti kutokusaini maadili ya uchaguzi si sababu imetajwa na katiba ambayo bunge lilipewa mamlaka ya kuitungia sheria, na kwa maana hiyo kupoka haki ya vyama vya siasa na wanachama wao au ugombea wao kushiriki. Kwa hiyo tuliona kama ni upotoshaji, ni propaganda mbaya, lakini bahati mbaya imefanywa na tume, na ilikuwa inalenga kuwadhoofisha, kuwanyong'onyesha wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na washabiki wao na wapenzi wao ambao wanaamini katika chama hiki kwamba ndicho ambacho kitaifanya nchi hii iondokane na umaskini na kila aina ya kudharaulika ambayo nchi yetu inafanyiwa hivi sasa, licha kwamba imekuwa ni nchi ambayo imekuwa huru kwa zaidi ya miaka 64, lakini ina hali mbaya sana. Heshima yake sio kubwa. Tumekuwa wataalamu saizi, utaalamu uliopo saizi serikalini, wewe ni namna gani utaenda kuwa omba mkubwa? Sasa hiyo ndio sisi imetufikisha hapo, na hatuwezi kuendelea kuwa na nchi ambayo imeporomoshwa chini namna hiyo, wakati ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi sana za kuweza kufanya maisha ya Watanzania yaweze kuwa bora zaidi, na nchi hii iweze kuwa nchi ya maziwa na asali. Kwa maana halisi ya maneno hayo, huwezi kuwa na Tanzanite ukaendelea kuwa maskini, huwezi kuwa na maziwa matatu makubwa katika bara la Afrika ukaendelea kuwa maskini, huwezi kuwa na bandari na bahari zote ukaendelea kuwa maskini, lakini sisi tumefanikiwa kuzigawa zote na kuwapatia watu wa nje, na sisi kuendelea kutopea umaskini, na tunageuzwa kuwa akina Somali kwa mtemo akina Matonya, kwa maana katika kufunga na kufungua, alama za kufunga na kufungua usemi, tumekuwa Matonya wa hali ya juu. Hiyo ndio sisi imetufikisha hapo. Sasa tumekataa. Tunasema Chadema hajabadilisha msimamo, inadai mabadiliko ya kutosha, mabadiliko kamili ya sheria za uchaguzi. Kile ambacho kimefanywa na Kairima ilikuwa ni propaganda chafu. Ni propaganda chafu, na hapa tunataka tu kwamba wao kama dhamira zao bado zi hai na kama akili zao zinafanya kazi, wasaishe hiyo, wafute hilo tamko. Kairima amekosea, na afute, atokea hadharani kama ambavyo alikwenda kunukiwa na ile kwenye kuna vyombo vya habari kwamba Chadema haina haki ya kushiriki, kwamba kwa sababu haijasaini. Madhari amesema hayo.
kwa kuwa inapingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na pinga na sheria hiyo ya uchaguzi ambayo anaitumia, aondoe na afute kauli hiyo. Afute kauli hiyo. Sisi Chadema msimamo wetu uko pale pale. No reforms, no elections. Kwamba tutahakikisha kwamba bila mabadiliko ya katiba na mfumo mzima wa uchaguzi usiwepo, kwa sababu tunaamini kwamba uchaguzi huu jinsi ulivyo ukiingia tumepigwa. Nikana nilivyosema, CCM wamechukua madume, majike, mizungu yote na nganda sita zote. Kwa hiyo wewe unakwenda pale umeshapigwa. Ni setup, kwa neno la Kiingereza, it's a setup game, it's a rigged system. Na natumia maneno haya kwa maana ya uchungu mkubwa, kwa sababu hatuwezi kuwa na viongozi wanaotokana na uhuni na wizi wa kura. Mwalimu Nyerere alisema, wengine wamesema, na sisi tunasema kwamba hatuwezi kuwa na mfumo wa ujanja. Tunataka viongozi wetu watokane na maamuzi ya Watanzania. Ule uamuzi wa Watanzania kumchagua fulani na fulani ndio awe kiongozi wake, basi, au kiongozi wao, ndivyo inavyotakiwa kuheshimiwa. Si ujanja wa kwamba utajichagulia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, makamu wa tume ya uchaguzi, makamishna wote wa tume ya uchaguzi na wakurugenzi wote wasimamie uchaguzi. Haikubaliki. Naambia Samia kama ana dhamira safi, naambia CCM kama ina dhamira safi bado, kama kuna chembe ya usafi na dhamira katika mioyo yao, waweze kuruhusu mabadiliko yafanyike, ili mwisho wa siku, kwa sababu mwisho wa siku wao ni Watanzania na sisi ni Watanzania, tuwapatie Watanzania haki yao ya kuchagua viongozi wao, ili tuwafanye watoto wetu, wajukuu zetu wawe na maisha bora zaidi. Sisi tunataka tuwawekee msingi watoto na wajukuu zetu, msingi mzuri ambao utawafanya kwamba waishi katika nchi ya kweli, yenye demokrasia ya kweli ya vyama vingi. Na kwenda swala lingine. Unasema nikaulizwa kwamba na bwana Boniface, wale watumishi waandamizi, ndio watumishi waandamizi kwa jinsi walivyotunga hii sheria, kwa sababu mahakama ya rufaa mwisho wa siku ilisema wakurugenzi wanaweza wakasimamia. Neno wakurugenzi, watumishi waandamizi linajumuisha na hao wakurugenzi wa wilaya, wa manispaa na nini. Kwa hiyo ni mfumo ambao bado ni ule unahakikisha kama CCM inaendelea. Sisi Chadema inasema tume huru ya uchaguzi ni ile ambayo watu wote wanaiongoza wanatokana na kuomba, wanasaidiwa na watu ambao wako huru, wanachaguliwa. Uongozi wote, tume inaajiri wafanyakazi wake yenyewe, ni ndio ambaye ina jukumu la mwisho la kuamua nini, la kusimamia ule uchaguzi pale. Hakutakuwa na mtu wa usalama wa taifa, hakutakuwa na polisi. Kama polisi akija atafanya kazi chini ya maagizo ya tume, na kwamba vyama vyote vitakuwa na uhakika kwamba walioko pale ndio ambao wanatakiwa kusimamia uchaguzi, na hakutakuwa na kuingiza kura za uongo. Na kingine kubwa Chadema inakitaka, jukumu la kuthibitisha kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki, si la mgombea au kwamba aliibiwa. Jukumu la kuthibitisha kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki ni la Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo unapotokea uchaguzi umefanyika na kuna mgogoro wa uchaguzi, au kwamba kuna kesi mahakamani, tume itashtakiwa, na ndiyo ambayo itabidi ithibitishe mahakamani kwamba uchaguzi uliosimamia ulikuwa huru na wa haki. Ni tofauti na sasa ambao unasikia kwamba wewe ambaye umeshindwa, ambaye unadaiwa kwa umeshindwa, ndio ambaye unatakiwa kuthibitisha kwamba uliibiwa namna gani, wakati nyaraka zote wewe wanazo wao. Wale wenye nyaraka zote na ambao walisimamia ule mfumo ndio watakuwa na jukumu la kuthibitisha kwamba kura zilikuwa huru na za haki. Angalia tulivyofanya, hivi ndio kura zilivyopatikana, ni hizi hapa, hivi ndio baba zilivyohesabiwa, na huyu alipata hizi. Kwa hiyo yale mambo sio ya kuchoma kura hayata kuwepo. Yatabidi kwamba wathibitishe kwamba waliongoza uchaguzi kwa namna inayotakikana. Ndiyo maana tutakuwa na nchi ya kidemokrasia. Huu ujanja hatuwezi kukubali. Ndio maana tunasema kwamba tuachane na mambo ya ujanja, tuwe na mfumo huru wa haki wa uchaguzi, kama ambavyo mahakama ya rufaa katika kesi ya Dr. Amani, ya mwanasheria mkuu wa serikali na wenzake wawili dhidi ya Dr. Amani Ward Kaburu, ilivyosema ule mwaka wa 94 na 95 Januari ya 31, katika hiyo kesi maarufu kabisa ambayo tutegemea kwamba ingeweza kuheshimika na mahakama ya rufaa. Na mahakama hiyo ilionya, inaelewa kama tume inaongozwa na majaji wa rufaa. Wakati huo alikuwa nani? Alikuwa ni Jaji Louis Makame marehemu, na Jaji Agustino Ramadhani marehemu, alikuwa amekuwa ni makamu. Hata kama hawa wanaiongoza, lazima wazingatie sheria za nchi yetu.
kama ambavyo kila mtu anatakiwa chini ya ibara ya 26(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Na sisi tunataka kwamba tuweke mfumo ambao ni mzuri kabisa wa kuweza kuongoza uchaguzi. Sasa Chadema itakufa? Chadema haifi. Chadema imefanikiwa kuingia katika mioyo ya watu, inapendwa na watu, imesukwa na kuandamwa. Tokea kesi ya kwanza ile nimesema mbunge wa kwanza wa upinzani kuchaguliwa alitoka wapi? Alitoka Chadema, Dr. Mani Walid Kaburu, ule mwaka wa 94. Akaandama, akatukana kila aina, wakasema sio Muislamu sawa sawa, ameshindwa kumzika baba yake. Yalisema yote hayo na viongozi wakubwa kabisa wa serikali wa Chama cha Mapinduzi, lakini aliwashinda. Na Chadema imeandamwa sana wakati wa Magufuli, imeandamwa sana mwaka 2015, imeandamwa sana, ilifanywa kila aina ya hujuma, lakini imezidi kuota mizizi katika mioyo ya watu. Mwaka huu kwa uchaguzi uliofanyika mwezi wa kwanza, Tanzania walishuhudia jinsi gani ambavyo Chadema inaweza kuongoza, kufanya uchaguzi wake na kujipatia viongozi wake na kubadilisha madaraka. Hata licha ya hizi figisu zinazoendelea, ni kwamba hizo zinaifanya Chadema ipate nguvu zaidi. Chadema imejijenga chini, imejenga matawi na mashina yake ambayo ni imara kabisa, na wanachama wanafanya nini? Wanaipenda, wananchi wanaipenda, na kila ndio maana ukitokea jambo la Chadema wanataka kulisikia na kulifuata. Mwenyekiti wao yuko ndani hivi sasa, wanachama wanapambana kuhakikisha kwamba mwisho wa siku mwenyekiti wao atatoka na atashinda hiyo kesi, na kwamba wao watasimama pamoja na yeye katu kama hawatamwacha mwenyekiti wao. Kwa hiyo mapenzi yao ni makubwa sana. Asante sana. Jamani, asanteni. Tunawakaribisha tena siku nyingine. Tunaomba mpeleke ujumbe mwanasheria mkuu wa chama kwa wanachama na huko duniani. Hadi wakati mwingine, Mwenyezi Mungu akipenda, karibuni.